Kumbukumbu yako ya awali kabisa wewe na baba yako ni ipi? Mzee wangu alikuwa mwanajeshi. Kwa alikuwa anaenda kambini na mimi. Hakuwahi kupenda pombe, hakuwahi kupenda sigara. Mara nyingi mzazi anaweza kuambia kitu ambacho ni kweli umefanya, Yes. Ni kweli umekosea, lakini ukiwa teenager yani you feel justified with everything you do. Baba alishawahi kuniona siku moja nimeshika sigara. Nikiwa mdogo, yani nadhani nilikuwa niko darasa la 2. Nimeshika sigara, akaniita, "Wewe, hiyo sigara vipi?" Nikamwambia, "Hii sigara nimetumwa na baba mdogo fulani." Wakaambia, "Sasa sikia. Kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho kumtuma Diki sigara au pombe." Mzee wangu kitoa vyote ni mtu ambaye anaamini sana kwa mtu. Kwa hiyo kama mimi alikuwa ananiamini sana sana sana. Yaani kuna wakati unaona kabisa kwamba namdisappoint mzee. Amini nakwambia ni ngumu sana kuwa mtoto wa kishua kama unavyoita. Alafu ukawa na moyo wa kupambana au ukaanzisha kitu ukasimamia mpaka inafanikiwa. Yes. Siku zote alikuwa ananisikiliza mimi. Na nilitakiwa kurithi kazi ya ujeshi. Yaani mimi niwe mwanajeshi. Lakini nikaja nikakata kamba jioni kabisa. Siku zote alikuwa anatuambia kwamba urithi wa kweli ni elimu. Wakati tunakuwa. Kwa yeye alikuwa ananiambia mimi nitake nistake nitasoma. Karibu Diava Podcast, sehemu ambayo tunasikia story mbalimbali kuhusu baba zetu, ziwe mbaya, ziwe nzuri, lakini ndio story ambazo zimetujenga mpaka leo tulipofika. Mgeni wetu leo ni rafiki yangu sana, lakini sitamtambulisha, nitampa nafasi hiyo ajitambulishe mwenyewe, atuambie ni nani, anatokea wapi, baba yake ni nani, na tuanzie hapo. Karibu sana. Asante sana. Mimi naitwa Dickson. Jina langu pia ni moja kati ya story ambayo naweza nikaja nikaielezea baadaye. Lakini mimi ni mkurugenzi wa kampuni ya Dimectof. Kampuni ya Dimectof inajihusisha na mambo ya printing pamoja na branding. Kwa hiyo tumekuwa tukifanya kazi, tumekuwa kwenye field for more than 10 years now. Na tunaenda vizuri. Yes. Sawa. Umetuelezea wewe kama mfanyakazi. Dickson ni nani? Dickson ni mume, ni baba, ni kaka. Mkono uta-distract. Okay. Okay, mume ni, yani Dickson ni mume, ni baba, ni kaka, na bado pia ni mtoto kwa sababu nimebarikiwa kuwa na baba yangu mpaka sasa. Okay, that's good. Yes. Na baba yako anaitwa nani? Baba yangu anaitwa Julius. Julius Mwakinunu. Yes. Mwanafiale. Sawa. Kumbukumbu yako ya awali kabisa wewe na baba yako ni ipi? Kumbukumbu yangu ya awali kabisa naweza nikasema ni kama hiyo picha iliyoko nyuma yako. My childhood nimespendi muda mwingi sana na baba kuliko hata na mama yangu. Kwa kumbukumbu nyingi nilizonazo ni za baba yangu, mimi na yeye, kwa sababu wakati wa kukua kwangu nilipata nafasi ya kuwa naenda kazini na baba. Yaani naenda kazini na baba, mimi nakuwa nacheza, baba anafanya kazi. Akimaliza kazi, muda wa breakfast nitaitwa, nitakunywa chai, nitaenda tena. Muda wa lunchi, tutakula lunchi, baadaye tunarudi nyumbani. Nakumbuka back then ilikuwa kazi mwisho saa 8:30. Mzee wangu alikuwa mwanajeshi. Kwa alikuwa anaenda kambini na mimi. So mimi sehemu nzuri au kubwa ambayo nilikuwa nacheza
ilikuwa ni kwenye magari mabovu na nini na nini na nini, vitu kama hivi. Yes. Haikuwa, unajua wabongo tunaogopa sana jeshini, mazingira ya jeshi. Ilikuwa ilisaidia kwamba babako ni mwanajeshi ukawa na roam around, au ile element ya kushinda jeshini imeleta impact kwenye maisha? I say katika sehemu ambayo mimi naona iko more safe kwenye maisha yangu, yani sehemu ambazo nimewahi kukaa more safe ni jeshini. Jeshini ukitoa mzee alikuwa mwanajeshi, na ukiwa mtoto wa kiume mostly unatamani kuwa kama baba. Kwa hiyo mimi nilikuwa nikimuona baba yangu ndo role model wangu, na sehemu yote ambayo baba yangu alikuwepo ilikuwa ni sehemu ambayo naweza nikaikimbilia zaidi kuliko sehemu zingine. Kwa hiyo to me jeshi kuna namna ambavyo through yeye, na bahati nzuri later nikaja nikasoma shule zangu zote from form 1 to form 6 zote nimesoma shule za jeshi. Kwa hiyo ni kitu ambayo imechangia kwa kiasi kikubwa sana kunipa discipline na nini vitu kama hivyo. Okay. Tuanze sasa mwanzo ukiwa mdogo. Yes. Ndio. Baba ni mwanajeshi. Muda mwingi unaspend naye. Si ndio? Baba yako alikuwa ni rafiki yako au aliplay role gani katika mpo naye? Yaani alikuwa ni disciplinarian au alikuwa ni friendly father? Udogoni kule naweza nikasema alikuwa rafiki sana udogoni. Then later things came to change, lakini saizi tumekuwa kuna wakati unaona kabisa yes, baba ilitakiwa apply that disciplinary mode, kwa sababu na mimi nilikuwa nimeanza kuzingua. Pengine asingefanya kile, unajipata sijui ungekuwa wapi sasa. Kwa hivyo ule udogoni ilikuwa more friendly way na nini, nitaenda huku nitafanya hivi, chochote ninachokifanya nitahitaji na baba naye nimfurahishe baba na nini, vitu kama hivyo. Lakini sasa tulivyofika kwenye teenager huku kuja juu, kuna ile kitu Waswahili wanaita foolish age na nini, sasa pale ikabidi ya kazi. Okay, ukikumbuka kabla ya kukaza, si ndio? Activities gani ambazo mlikuwa mnafanya ukiacha kwenda kazini? Si ndio? Wanajeshi Tanzania waende kazini Jumamosi na Jumapili. Exactly, yes. So Jumamosi na Jumapili mlikuwa mnafanya nini? Alikuwa anakuinvolve vipi kwenye shughuli zake, au ndio ulikuwa muda wake wa yeye kuwa na muda wake na wewe kuwa na muda wako? Activities nikiangalia, not to go back to specific like days, maybe Saturday na Sunday. Kitu cha kwanza ambacho nilikuwa nafanyaga sana na baba alikuwa ni footballer. Na nadhani footballing ndio ile muingiza jeshini. Kwa hiyo yeye alikuwa akicheza na alikuwa anacheza number 9 nakumbuka. Kwa hiyo ilikuwa every day, kwa sababu hata jeshini ilikuwa every day tunaanzia uwanjani, ambako wakati wao wanacheza yale warm ups, zile viungo mnaruka hivi mnafanya nini vile, na mimi nilikuwa nafanya, tunaenda wote na nini vitu kama hivyo. Lakini baadaye alikuwa anapenda sana kumsikiliza Bob Marley. Kwa hiyo ataweka zile santuri na nini, tutakaa tutasikiliza wote na nini, atanipa story hiki na kile. Kwa mfano hata nilivyotaka kuanza kukuambia kuhusu jina langu, hata jina langu nilikuja kufind out kuna some document nyumbani kabla sijazaliwa. Mimi nimezaliwa early 80s, lakini kuna some document 70s nilikuta mzee wangu ameinunua labda kama kitabu, ameandika Dick, akaandika mwaka na bei aliyonunulia. So mimi nikirudisha nyuma naona wakati huyu anaandika hii jina mimi nilikuwa sijazaliwa. So I came to ask my dad, mbona jina hili naona kama lilisha kuwepo kabla mimi sijazaliwa? Akasema yes, hilo jina alivyoendaga Seychelles, Seychelles. Kuna kipindi alienda Seychelles kwa ajili ya operations za kijeshi. Hapo mimi nikiwa bado sijazaliwa, ndo hicho kipindi kule walikuwa kimuita Dick.
wakiwa namaanisha kama kiongozi na nini na nini. Kwa hiyo ile jina yeye alilipenda na ndo akaja akanipa mimi, lakini mimi ni wakati nimeanza kusoma nalo nilianza kusoma kama Dick Julius. Nilipofika darasa la 4 kuna bwana mmoja hivi akaja, bro fulani akaniambia, wewe uitwi Dick, wewe unaitwa Dickson. Then mimi nikaona Dickson lina sound vizuri na nini, then I took Dickson, lakini my original name is Dick. Na the other thing pia I came to learn more kwamba even kwenye name meaning Dick ndo name, Dickson is a son of Dick. Yes. But ukiachilia hiyo ya yeye kutransfer vitu ambavyo alikuwa anavifanya kama mazoezi, kusikiza muziki, kufanya nini, twende kwenye zile stories ambazo mlikuwa mnaziongea. Kuna story ipi ambayo alikuwa anairudia sana? Hasa wanajeshi wana story nyingi sana. Yes. Hebu tupe story moja ambayo alitoki kichwani, ile ambayo alikuwa anairudia sana. Mambo ya Seychelles, mambo ya wapi? Story ambazo mara nyingi alikuwa akizisema sana ilikuwaga, kwanza ni story ya pombe. Mzee wangu hakuwahi kupenda pombe, hakuwahi kupenda sigara. Kwa yeye mara nyingi alikuwa akiniambia alikuwa na marafiki zake ambao walikuwa anaenda vizuri na nini, alivyojiingiza kwenye pombe akapotea. Umeona? Na issue ya kupenda mazoezi, kwa maana anapofanya sana mazoezi anakuwa fit, na hiyo ni kitu ambayo mpaka kesho imeweza kumfanya anaendelea. Mimi mzee wangu is 70s now, lakini anaweza kufanya mazoezi na nini na vitu kama hivyo. Kwa ukitoa mahusiano yake yeye, wazazi wake na ndugu zake, kitu kingine alichokuwa naongelea in a negative way ni pombe. Wazazi wake alikuwa anawapenda sana wazazi wake. Ni mtu ambaye sisi kila tukifunga ilikuwa ni lazima tutume kwa bibi na babu. Kwa hiyo yani ukifunga shule mwezi wa 6, it reaches a time, yani siku unafunga shule ndo siku hiyo mnaenda kupanda train, mnaenda Mbeya. Umeona? Na atakupa hiki, atakupa kile. Na alikuwa akifika mara nyingi alikuwa anazungumzia sana ile baba mama namna gani waweke vizuri na nini wasipate shida, wazee wake na nini wamemlea, vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye alikuwa anaonyesha ule upendo anaongea vitu vya kuonyesha upendo zidi ya ndugu zake na familia yake ileko. Okay. Tuende kwenye difficult moment ya teenage. Ambapo ikabidi aongeze ukali kidogo. Ndio. Kitu gani ambacho ulikifanya kikarudi kamrudisha nyuma kaka? Huyu amekuwa sasa, inabidi tuongeze ukali kidogo, kama unakumbuka. Nakumbuka back in nikiwa form 2 zilianzaga zile kutaka kuanza sanaa. Mimi nilisomaga shule moja hapo Makongo. Tulikuwaga tuna rap. Yes. Nilikuwa sitaki kusema actually, but later I decided to say it. Okay. So Makongo ndo nilipoanzaga form 1 pale, alafu baada hapo form 2 nikaanza rapping na nini. Kwa hiyo ukawa sometimes back then kulikuwa na sehemu anaita FM Club Asset. Baadaye ikaja ikawa inaitwa FM Club. Club Asset ilikuwa ni sehemu ya artist wanaenda pale wana rap na nini, ilikuwa inafanyika every Sunday evening. Kwa hiyo zile talent shows mzee hakuwahi kuzielewa. Alafu mimi nikajikuta kama ndo sehemu ambayo ingeweza kunifanya nionekane na mimi ni mtu katika ile community ya vijana, you know. Kwa hiyo ananizuia, lakini mimi nafanya on my way. Ananizuia, mimi nafanya on my way. So some books utaandika mistari na nini. Then on Sunday you figure out namna gani utoroke uende ukaimbe na nini. Sasa that was the time ambayo it was so hard mimi na mzee, cause ikaanza kufika sehemu
hata ukikaa sebleni mzee akiwa anakuja, then unaingia zako chumbani, unakaa zako chumbani. Ikaje kuna siku nakumbuka kaniuliza, why kila nikirudi unanisalimia unaingia chumbani? Nikaambia sina sababu. Lakini akasema no, sababu nayo hutaki kusema. Kwa sababu the good thing pia ya mzee, ambayo ni kitu amenifundisha, na mimi mara nyingi huwa napenda kutransfer kwa wanangu, always alikuwa anahoji. Hata pale aliponiadhibu sijai kuhisi nimeonewa. Yaani hakuna any punishment mzee wangu amewahi kunipa deep down kwenye moyo wangu nahisi nimeonewa, no. Ila najua kuna some punishment amenisamee, kwamba anakuuliza, anakubana this angle. Inafika sehemu unaona kabisa you're ready to be punished, then anakuuliza next time ukirudia nifanye nini? Naambia nipige. Anakuambia okay, sawa. Then that's it. Ukikumbuka, unajua ukiwa teenage, yani ukiwa kwenye teenage years, unakuwa na rage, yes, na hasira. Mara nyingi mzazi anaweza kuambia kitu ambacho ni kweli umefanya, yes, ni kweli umekosea, lakini ukiwa teenage, yani yani you feel justified with everything you do. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani wewe ukiachana na kuhoji, si ndio? Mzee amekwambia bwana usiende hivi, alafu unaenda vile. Yani how difficult was it for you to reconcile na yeye? Ilikuwa ni mpaka yeye akuhoji, au wewe mwenyewe kuna muda unaona kama pale bwana nimezingua kidogo, ngoja nijirudi kwa mzee? We were, yani wakati tunakuwa nyumbani pale, ilikuwa ni more of rules. Yani ilivyofika sasa huku kukua, yani kuna vitu unakaa unajua kwamba ukifanya hiki ni tatizo na mzee. Yani tayari kila kitu amekiweka, kwamba ukifanya hiki ni tatizo na mzee, ukifanya hiki utamfurahisha. Yani alikuwa so open book yani, au so predictable, kwamba mzee anakuja akinikuta nimekaa kwenye hii position, ataniuliza why sitting like that. You get it? Kwa sababu yeye vyote amevieleza. Sasa kuna vitu unakuta ni kitu unapenda, yani kwa mfano mtaani kuna baadhi ya watu, kuna baadhi ya maeneo hatakiwe uende, afu wanao ambao unasoma, yani friends ambao unasoma nao ndo anaenda. Sasa unakaa unasema what should I do? Niende na mzee akinikuta nitasemaje? Mzee akijua nitasemaje? Kwa sometimes you figure out namna gani unaweza ukadanganya ukafanya nini so that uondokane na hiyo. Lakini ukishikwa you know kwamba hii kitu sikutakiwa kufanya at first place. Kwa mwisho wa siku ndo yale tunarudi pale kwamba sijawahi kujihisi kuonewa. Yani kila kitu nilishawekewa mezani pap. Kama unajua yes, X, Y. Yes. Ukiwa X utapigwa, ukiwa Y you are rewarded. Yes. Twende kwenye kitu umekigusia hapa. Baada ya kumaliza teenage, ile teenage phase, unaanza kukua. Lakini unaanza ku-experience ile independence. Kipindi pia kina changamoto sana yes, na mzazi hasa wa kiume. Ndio. Sababu bado anakuona mdogo. Na wewe ni mdogo, hima unajua mimi mkubwa bwana. How difficult was it kwenye ile phase? Sababu you are no longer a teenager. Lakini kwa yeye bado wewe ni responsibility yake, yes, mdogo, si ndio? How do you navigate vipi hii kipindi? Ni kitu ambacho naweza nikasema kwangu mimi kilikuwa kizuri kwenye engo moja. Mzee wangu kitoa vyote, ni mtu ambaye anaamini sana kwa mtu. Kwa hiyo kama mimi alikuwa ananiamini
sana sana sana. Yaani kuna wakati unaona kabisa kwamba namdisappoint mzee. Kitu ambacho naweza nikashare ni kwamba baada ya kutoka Makongo nilienda kusoma Songea. Songea shule nilioenda kusoma ina boarding, lakini mzee akachoose kunipangia kwamba ukikaa boarding utapata shida. Kwa mimi nilikuwa ni mwanafunzi ambaye natokea day but naishi kwangu. So yeye alichokuwa anakifanya ananitumia hela matumizi. By then nakumbuka kabla ya mambo ya mabenki kuwa this normal. Tena tuko natumia Scandinavia. Back then mzee anaenda anawapa pale hela Scandinavia, then ananitumia ile namba na mimi naenda ofisi ya Scandinavia. Eti uwezi amini walikuwa wanangoja eti mpaka lile basi lililopokea hela lifike ndo upewe hela. Yeah, of course. Umeona? Kwamba okay. Kwa hiyo tulikuwa napewa hela ambayo ilikuwa ni budget yangu ya mwezi. Maybe kama kitatokea kitu, maybe shule umehitajika kitu na nini. In between hapo unaweza ka make a call kwa mzee, baba naomba labda kuna kitu hiki na hiki na hiki kinahitajika, hapo atakutumia. Lakini kwa ile matumizi ilikuwa mimi kuanzia tarehe 25 nilikuwa napokea hela ya matumizi yangu ya mwezi unaokuja mpaka tarehe 25 nyingine. Kwa hiyo nilipokuja baadaye ku reflect back to other families, yani nilikuwa naona kwamba niliaminika sana, nikapewa huo uhuru wa kukaa peke yangu na kujiendesha mwenyewe, wakati muda ni kama ulikuwa bado, kwa sababu nimeanza kukaa hivyo kama nikiwa at 19. Unaona vitu kama hivyo. Of course kibongo bongo yani mazingira yetu at 19 mtu kukaa mwenyewe na nini. At best tutakaa mwenyewe nyumbani kwenu, yani ghetto la nje ile. Yes, lakini ukae mbali kabisa mzazi ya kuoni inakuwa changamoto. Mzee wako kukuamini kiasi hicho imekujenga vipi kuwa ulivyo leo? Imenijenga sana sana, kwa sababu kama issue za budgeting nilianza mapema, kwamba una kiasi hiki tu cha pesa inabidi umalize mwezi, na una baba una shangazi. Mimi Songea nilivyofika nilikuwa sina ndugu mwingine yoyote, umeona. Kwa hiyo ni mimi labda na rafiki zake mzee ambao walikuwa wanajeshi, ambao nao wanaweza tu wakaniona hivyo. Kwa ile issue ya kujiendesha kwamba saizi ni muda wa kuamka, saizi kwenda shule, saizi ukirudi niende zangu mazoezi, si nioshe vyombo, nifue, nifanye nini, nishiriki kwa ujumla kazi ya eneo ambayo nimepanga, kwa sababu sometimes you have to cooperate na mwenye nyumba na nini. Kwa vitu kama hivyo vimeweza kunijengea uwezo mkubwa sana wa kufanya engagement social katika level ndogo nilivyoianza mpaka leo. Kwa sasa hizi naweza nikifika sehemu yoyote sijihisi mgeni, naweza tu nikafanya kitu chochote ambacho kipo na nikashiriki na wenyeji na nini na vitu vikaenda vizuri kabisa. Mzee wako amewahi kukosea? Kunikosea? Naweza kusema amewahi kunikosea. Alikuomba msamaha? Funny thing, aliniambia unajua tunaweza tukakosea, watu wakubwa ni ngumu sana kuomba msamaha, lakini vitu kama hivi vinatokea na tunajua na tunatakiwa kuomba msamaha. Lakini hakusema direct. Alielezea nini kufanya? Yes. Hapo akashumu. Mbele. Unahisi ni ngumu kiasi gani kwa wazee wetu kusema nimekosea bwana, samahani? Yani at first kuna namna ambapo tulitengeneza msamaha uonekane kama kitu kibaya, kwamba kabla ya msamaha kuwe na makosa
ambayo makosa sisi hatukuyaweka kwamba makosa ni kitu normal. Tumeweka makosa ni ujinga, tuseme ujinga, upuuzi au tuseme upumbavu. Lakini kuna makosa ni out of ignorance. Kuna makosa just by positioning. Yani position nilionayo naweza kuamua kitu alafu nikawa nimekosea. Just my position. Kikaathiri vitu vingine. Kwa hiyo tungechukua kwamba kosa katika hizo engo, msamaha usingekuwa mgumu. Lakini simply because tumeweka kwamba kuomba msamaha kunaonyesha kwamba how stupid somebody was. Yeah, of course. You get it? Yani, kuna namna ambavyo tumeweka sasa mtu mzima akikosea inakuwa inaonekana ni kama mtu mzima akosei. Yani tunaweka kana kwamba ni kama jua lizime tu mchana. Yani kama kitu impossible. Yes, au umemka asubuhi jua unaliona liko magharibi. Yani haiwezekani. Sasa mtu mzima akosei. Yes. Lakini niliongea na mtu mmoja hapa akaniambia baba yake mwenye kuomba msamaha. Na kile kitendo ni kati ya defining moments za maisha yake. Sababu baba yake ni mtu fulani strict, kali, nini. Lakini baba yake alimkosea akamwomba msamaha. Akaona kama hadi huyu kaniomba msamaha. Kwa anasema mpaka leo anabeba ile moment. Yes, yes. Hawezi kuja kuisahau. Yes, yes. So I think ni kitu ambacho sisi watu wetu kidogo wanatulazimisha yes, kuadmit baadhi ya issues au labda tumekuwa softer as tunavyozidi kukua. Yes, tumekuwa softer. Yes, big time. Cause wanasemaga ile kuna ile hardship inatengeneza soft man. Hardship inatengeneza strong men. Then strong men wanatengeneza soft life. Then soft life inazaa soft people, soft men. Then tunaenda tena back kwenye cycle. Things becomes hard again. Sasa sisi tumekuzwa kwenye mazingira ambayo wazee wetu wamepitia magumu. Na kwenye kupitia kwao magumu wakatujenga sisi ili tuwe strong. Wao wako strong. Kwa wao walivyotuleta sisi tumekuwa a little bit, walizuia magumu waliopitia sisi tusiyapitie. Yes. Kwa sisi kwa sababu tupitia yale magumu waliopitia wao. Kuna namna fulani tuna view maisha in a different way. Yes. Lakini naamini ukichanganya vyote viwili vina kuwa correlate. Sawa. Sasa hivi wewe ni mzazi. Nafahamu una watoto wawili. Yes, na watoto wawili. Wote wa kiume. Kuna vitu gani ambavyo umejifunza kutoka kwa baba yako ambavyo nyumbani kwako na via-apply kama vilivyo? Vingi sana, kwa sababu mimi Ishengoma ukikutana na mzee wangu nikakuacha naye, the only thing ambayo utaona tunatofautiana, me I'm more vocal kuliko yeye, but the rest of the things, the gesture, the decisions, the what, vingi tunafanana. Wanangu mara nyingi tuna utaratibu wetu nyumbani. Huwezi ukaniambia hiyo sehemu, hiyo picha hapo ilipo, nikidefine kwamba hii picha inatakiwa kukaa hapa, huwa naamini ndio inatakiwa kukaa hapo. Yani nikikuta huku na count kama uchafu. Yani ile discipline, positioning discipline. Kwa sisi mzee, kila kitu kilikuwa na sehemu yake ya kukaa. Ukitumia kitu, you have to put it back where it's supposed to be.
So huwa napata shida nikikutana labda na mtu ambaye anachukua kitu sehemu A afu anakiacha sehemu B. Unakunywa maji, unakunywa afu unakiacha juu ya meza. Umeona? Vitu kama hivyo. Vitu vingine nakumbuka kuna kitu kimoja ambacho kilikuja kika reflect back exactly. Wakati unakuwa unakuta mzee anakuambia, Diki, niletee maji ya kunywa. Unaenda unamchukulia maji ya kunywa. Sasa wakati unaenda kumchukulia mzee maji, ndo unakumbuka kwamba na wewe una kiu. Sijui hiyo scenario inakuwaje. So naenda kuchukua maji. Amini kwamba kuna watu wengi umewakumbusha vitu vingi. Na kunywa. Afu ule utoto unakunywa afu maji yanabaki humo, unajua. Afu baadaye unachukua sasa ya mzee, unamimina, unamixia pale baridi na moto, unamletea. Sasa alikuwa shika ile glass. Ananiuliza, kwa nini ujui unatakiwa kunywa maji mpaka mimi nikwambie niletee maji? Umeona? Unabaki empty. Hamna jibu. Ushora? Kwa hiyo kitu ilikuja ikanitokea mimi siku moja kwa wanangu. The same scenario. Nimemtuma maji, kaenda akaniuliza warm cold, nikaambia mix, kaenda kwenye dispenser, kaweka papa, kanywa yeye, afu baadaye kaweka mengine ananiletea mimi. So it was kasema hii kitu ipo, yani tunaishi humu. Sasa iko. Unajua una akili ya utoto. Yes. Anasikia kiu lakini asiende mpaka ile last minute. Yeah. Ndo anaenda kunywa. Ni kitu gani ambacho baba yako alikuwa nacho lakini wewe nyumbani kwako umeamua akitafika? Kitu ambacho baba yangu alikuwa nacho, baba yangu ana ufundi mwingi sana. Baba yangu ni mechanics. Yani alivyotoka football akajiendeleza, akafanya kozi za mechanics na nini kwa mpaka na staff jeshini alikuwa mechanic lead yuko na nini, vitu kama hivyo. So mzee anatengeneza kila kitu. Sijui nikisema kila kitu unanielewa. Yani mimi the only thing nilimwona baba yangu alirudi nyuma. Kuna siku niko nyumbani, aliona nikiwa nyumbani niko mwaka wa kwanza chuo. Aliona nimefungua kompyuta ile desktop. Nilikuwa nabadilisha processor, nakumbuka. Maana processor ilikuwa imekufa, nikanunua processor nyingine, nikaenda kubadilisha. Ile siku ndo siku pekee baba alikaa pembeni, the same way I used to sit besides him when doing his work. It was foreign. Jambo silijui. Yes. Na alikuwa blank kabisa. Kwa hiyo alikuwa ananiangalia, anasema kwa hiyo hapa hii nini. Then I was explaining to him na nini, vitu kama hivyo. Sasa ukija kwangu, mimi nimekataa kuwa natengeneza sana vitu. Yani sasa kuna vitu, hii TV imepasuka, bwana tupeni tununue TV nyingine. Ushona? Radio si imefanyaje? Achana nayo, tununue radio nyingine. But my dad nakumbuka nishawahi kuunguza TV, akaenda kanunua part, akaja akafix. Sijui friji alifix. Sijui nini, yani everything is a fixer of everything. Yes. Kuna watu wako hivyo. Yeah. And inawezekana kwa kuwa ni fix, that means kuna vitu ambavyo ako navyo tangu in the 70s bado vipo. Yes. Na kuna mwingine age yake kabisa. Ni vitu vya miaka 15 tu hana. Exactly. Yani let's move forward. I think ni na vitu vyote viwili vina kuna advantage and disadvantage yake. Yani huyu anayekeep anasaidia ku keep memories. Huyu anayeondoa sometimes nyumba inakuwa na vumbi tu. Yani you hold on to things. Ni sana nasema na screenshot kwenye simu yako. Unajua kwenye simu yako kuna screenshots ambazo usitumie screenshot kitu
haujawahi kutumia afu unahisi kama ukifuta utakihitaji. Yes. You have never gone to it. Yes, you never go back. Yes. Kabisa. Huwezi kurudia. Yes. Kwa hata wale wanao hold vitu na yenyewe ni the same thing. Sasa tumeestablish kitu ambacho hautakuja kukihitaji au Yes. Unadhani baba yako akikuona unavolea watoto wako huwa ana admire au huwa anaona kama like unaelekeza sana watoto? The good thing, he has become very soft. See if you understand what I say. Right now, my dad ananiona niko more strict kuliko yeye. Anahisi kuliko yeye. Na mimi nyumbani nina mdogo wangu ambaye tuna tofauti ya miaka zaidi ya 20. Last born wetu. Ukimuuliza leo atakwambia kaka ni mkali kuliko baba. So you get it. Yani kaka ni mkali kuliko baba. Yani yeye kuna namna mambo yake anataka yawe na nini, mimi nakuja naweka line ambayo ni line niliyokuwa nayo. Sawa. Alafu yule aliyenifundisha ile line anaingia pale, anaitoa, anaendelea na mambo yao na mambo yao. Yes. Kwa kuna vitu mpaka I get surprised. Wewe baba ni wewe kweli? I don't know. Sema it's good for him. Unajua kuna watu wengine wanavozeeka wanazidi kuwa wakali. Yes. Yani it's good kama anavozeeka anakuwa unajua ukizeeka ukiwa mkali unakimbiza watu. Yeah. Nowadays he's becoming more soft. Wakati wewe na babako nani ambaye anampigia simu mara nyingi mwenzake? Baba ananipigia simu mara nyingi sana. Unafikiri kwa nini? Kwa nini sio other way around? I do call. Kwa nini nasema yeye ni mara nyingi? Mzee wangu is a person ambaye likes to check in all the time. Yani it's not me. Ukienda kwa watu wote walioko kwenye phone book yake utakuta yeye anawapigia sana kuliko wao anavyomcall back. Yeah. He's a kind of a guy. Kwa yeye na kitu pekee ambacho hawezi akakosa kwenye simu yake, hawezi akakosa voucher. Yani hiyo hawezi akakosa. Yani nadhani siku akija akisema kwamba mwanangu naomba nitumie voucher, yani tutashtuka na tunaweza tukatuma hela nyingi zaidi, kwa sababu there is no way atakosa voucher ya to call. Na kitu pekee kingine ambacho ni mtu anapenda, ukienda kumtembelea nyumbani ukaondoka ukarudi kwako, ana expect ukifika nyumbani umpigie nimefika. Yes, baba tumefika. Na yeye he normal does the same. Atatoka anaenda kwenye kliniki yake, akifika hospitali atakwambia nimefika. Okay, basi nikipata muda labda hapa ofisini nitachomoka kuja kukuona hapo kliniki. Sawa, nimekosa muda. Anaondoka atakwambia bwana naona umebanwa sana, mimi tumeshamaliza hapa, narudi nyumbani. Namwambia sawa, anarudi nyumbani. Akifika nyumbani atakupigia tena, baba nimefika nyumbani. Sawa, basi tutawasiliana. Sawa hivyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye anapenda sana communication. Unafikiri kwa nini wanaume wengi hatuko hivyo? Unajua kuna wanaume ambao tunaweza tukaaga naenda sehemu fulani, alafu ni mpaka tunarudi jioni mtu ajui kama ulienda, ulifika, ulifanya, ukufanya, ukamaliza. Mpaka unarudi na unaulizwa, hivi ulifanya? Nilienda nikafanikiwa. It's so tricky kwa sababu ukiniuliza mimi naweza kufanya hizi feedback, yes, na updates na nini. Mimi I do that. Lakini nadhani tu ni uko na watu ambao wana inquire. Sometimes they do. And you are... No, from down.
Yani unajua kujifunza teaching a old dog new trick. No, mimi mamangu ana inquire. Lakini okay. Something I don't know, I've not picked up yet, I think. Kutoa updates za hapa. Mamangu ana inquire sana. Yani ana iko hivyo, yani hata kuuliza tu, nimefanya hivi. Lakini I don't know, mimi huwa naona nini. But it doesn't bother you, right? No, I mean different. Yes, because I can't say it doesn't bother me. I don't know. It doesn't bother. Sometimes wanajishanga hivi kwa nini sikusema muda ule. So it doesn't bother me. Ni kwamba tu yani sidhani kama kuna maelezo ya kutosha. Na mimi sio fuipo. Na mimi siko peke yangu. Yani kana tuko watu ambao ile kutoa update ya nimeshafika hospitali au nishafika sehemu fulani. Yani naweza nikaenda hospitali, nikatibiwa, nikatoka, nikaenda kwenye shughuli fulani mpaka nyumbani. Hivi unasema ndo hospitali umeenda? Nilienda. Lakini pia nadhani ni tunaweza kusema ni makuzi. Because what you're saying it's the same na mke wangu. Mimi mke wangu anaweza asikupigie simu the whole day. Okay. Yes. Yani you know my wife vizuri tu. Anaweza asikupigie simu the whole day. And it doesn't mean kwamba ajali au nini. Yani mimi mwanzoni ilitaka kunipa shida wakati wa kudate kule na nini, but later on I came to understand. Yani unaweza ukampigia, atakupokelea, mtazungumza vizuri na nini. Siku unaweza ukaamua kwamba bwana sikia, nikumbushe hili jambo saa 6, anaweza akakupigia akakukumbusha. Umeona? Ila yeye anasema akinipigia mimi simu nisipopokea, hata even once, yani amepiga mara ya kwanza sijapokea, anaweza akashangaa sana. Kwa sababu mimi I always na simu yangu naweza kurespond immediate. Nakumbuka hata siku ile simu yangu ilikuwa imezima chaji, wewe ukanitafuta, ukashangaa sana. Sema like, this is the first time nimepigia Mwakinunu simu haijapita. Unajua my biggest fear mimi kama baba ni it goes ni the same, ni my biggest fear kama baba ni inaendana na ya kwako, kwa maana ya kwamba ni ngumu sana kumwona mtoto ambaye anatoka kwenye maisha mazuri ana moyo kupambana. Mimi hakuna watu na waheshimu kama watu tunaoita wakishua. Yes. Si ndio? Alafu namkuta anaanzisha kampuni yake, ana move na pambana, anafanya nini hata kama ni kwa msaada wa wazazi wake. Yes. Amini nakwambia ni ngumu sana kuwa mtoto wa kishua kama unavyoita. Alafu ukawa na moyo wa kupambana au ukaanzisha kitu ukasimamia mpaka kinafanikiwa. Yes. Sisi ambao tumetoka kwenye unfortunate background, wao tunahisi hela tu, tunaangalia kitu ambacho hatuna. Tunahisi hela ambayo tulikuwa hatuna, huyu ndio amemfanya awe ndio yuko responsible kumfanya afanikiwe. Yes. Si ndio? Yes. Ila ni ngumu sana. Yaani uoga wangu mimi ni mtoto wangu asiwe na njaa, yani ile drive ile ambayo sisi tuko nayo, yani nataka kufanya hiki, pambane, kiende. Kwa sababu nimeona watoto ambao wanatoka kwenye privileged background namna gani ni ngumu, yani ni ngumu sana kutoka kwenye privileged background ambako you can access everything. Gari, nyumba, nini. Ukitaka kuoa, your wedding is fully funded. Yes. Ukitaka kusoma masters wako anakulipia masters. Whatever you want to do kinafanyika. Si ndio? Bila wewe kukifund. Na bado ukawa na spirit ya kupambana. Na waheshimu sana. Nikikuta mtu huyu ni mtu ambaye anatoka kwenye privileged background,
alafu unamuangalia anapomove, anapoangalia mambo yake, anayapush mpaka anafanikiwa. Ni kazi ngumu sana. Sana. Yes, so sometimes mimi I fear that naweza nikawapa watoto wangu maisha ambayo yakawaondolea lakini spirit ya kupambana sasa. Yani ile ndio hiyo ni njaa, nasema kwamba ile ukaondolea ile spirit ya kupambana, kwamba watoto wangu wako hapa ndio, lakini kwa sababu wanaweza ku access vitu vingi ambavyo naweza nikawapa, ikawaondolea ile urgency. Maana kwamba nitaka gari, mzee atanipa. Nitaka hiki kiwanja, si baba na viwanja 20, nitachukua kimoja. Chini watu wanasubiri mzee aanguke warithi. Yani it's like those kind of situations. Kitu ambacho to me that's my biggest fear. Sijui namna gani nitaisolve, sababu pia huwezi kuwapitisha wanao kwenye shida simply because sasa wewe ulikuwa umeelewa. Sasa unachokisema, mzee wangu siku zote alikuwa anatuambia kwamba urithi wa kweli ni elimu. Wakati tunakuwa, kwa yeye alikuwa ananiambia mimi nitake nistake nitasoma. Yani kama kile kipindi ambacho cha teenager kile nilichokuwa nazingua foolish age, kwamba ukiwa na elimu yako, kwa wale wazee wetu wasema ukiwa na elimu yako utaweza kujifanyia mambo yako. The good thing ni kwamba wakati tunakuwa nyumbani, mtoto alikuwa ana responsibilities, kitu ambacho familia zetu za sasa hazifanyi. Unaweza pata mimi nikiamka asubuhi wakati nakuwa pengine nilikuwa nafagia uwanja, nachota maji, sijui wengine kama wana mifugo wanapeleka mifugo, wanalisha mifugo, wanafanya zile kazi za nyumbani ambazo ni direct responsibility zao. Sisi unapata saizi familia zetu, mtoto akiamka uniform iko ready, breakfast on the table, yeye anachojua ni kwenda kujiogesha, anavaa kiatu kilishasafishwa na dada, put on uniform. Wengine wanabebewa na mabegi, wanapelekwa kwenye school bus, shule. You get it? Wakati mimi nakumbuka wakati wakati niko nursery, nimeanza nursery, siku ya kwanza nilivushwa na mama yangu, akanivusha kwa sababu nursery ilikuwa ng'ambo wa pili ya barabara. Akaja akaniambia wakati wa kurudi ni muombe mtu mzima anivushe. Na the good thing ni kwamba ilikuwa ukivuka hivi, yani nyumba yetu straight, yani unavuka barabara straight unaingia ndani, yani niko barabarani kabisa. So siku ya kwanza, ya pili, unakuja unafika pale, unakutana na jamaa, shikamoo uncle, maraba, naomba nivushe, anakushika mkono, anakuvusha. Kuna siku nilifika kukawa hakuna mtu barabara, na nyumba yetu naiona ile pale in front of me. Nikasema kwani huwa anafanyaje? Huwa anaangalia kushoto, anaangalia kulia? Then nikaangalia kushoto, nikaangalia kulia, nikarudi back kushoto, I closed straight ndani. Nilipofika ndani nikamwambia mama, leo nimevuka mwenyewe. Kwa nini umevuka mwenyewe? Nikamwambia hakukuwa na mtu. Okay, lakini uwe makini. Simple. Kuna namna wazee wetu walikuwa wanatuamini zaidi kuliko hata they took risks ambazo sisi ni kama tuna. Yes. Unajua umeongea kuvuka barabara.
unajua kuna riski ndogo sana ambazo siku hizi tunaziavoid. Riski ya kucheza tu. Yaani unaona mtoto akipanda juu ya meza, utaanguka. And it's like yaani kuna risks ndogo sana ambazo tunazikimbia tofauti na ambavyo sisi tulikuwa tunaambiwa, tunaachwa tu. Yes. Tufanye. Unaenda unacheza, unaenda unaogelea mitoni huko na nini. Yaani mimi nikikumbuka Mbeya, tulikuwa tunakaa Cemetery Ilomba. Tulikuwa tunaenda kucheza muda mwingine mpaka Pambogo huku nyuma ya uwanja wa ndege huko. Kwa rafiki yangu mmoja alikuwa anakaa kule. Yaani naendesha baskeli. Unaenda mpaka Sai, unaenda mpaka kule Pambogo. Yaani ni parefu yani. Lakini siku hizi yani kuallow, nafahamu wazazi wengi watakwambia dunia imebadilika, huwezi kuamini watu mtaani nini. Lakini still kuna namna fulani ambayo tuna control sana mazingira na kulia watoto tofauti na sisi ambao tulielewa. Kama ambao baba yako alikuruhusu kakae mwenyewe at 19 ukiwa secondary school. Yes. Ni riski ambazo sisi hapa hatuwezi kufanya. It's hard. Yeah, na naamini vitu ambavyo zile moments ambazo ulikuwa mwenyewe una negotiate na watu kwa mtaani, unapigwa sometimes usemi sababu wewe ndio ulianzisha ugomvi, unarudi nyumbani na kidonda, unaficha. Ni moments ambazo zina kufanya uweze kunavigate social life. Sahihi kabisa. Na kuna moja hiyo ulosema ya kuamini. Nakumbuka pia mimi nikiwa na miaka 10 nilikuwa na cousin brother wangu alikuwa amenizidi miaka 6. Alafu nilikuwa na wadogo zangu 3. Mdogo wangu mmoja na cousin young brothers 2. Kwa in total tulikuwa watu 5. Kwa sisi ilikuwa tumefunga shule. The only person anayekujua kwa babu Mbeya nilikuwa mimi. At 10 years old. Na baba aliniuliza, nikitaka uende na wenzako kwa babu, unaweza? Nikamwambia naweza. Akatukatia ticket ya train Tazara. Tukapanda train, tukashuka Iunga, tukapanda basi, tukaenda mpaka kwa babu. At 10. I don't think kama kuna mzazi sisi wa siku hizi. Babu yangu aliniangalia akasema, Patrick. Babu yangu alikuwa anaitwa Patrick. Kwa hiyo yeye alikuwa akiniita mimi ananiita by his name. Patrick, umefika huku? Wewe ni askari wa Kijerumani. Kanaambia wewe ni askari wa Kijerumani. Kanaambia safi sana babu. Lakini hivyo, yani hasa kuna wakati nakaaga nawaza, my first son is 10. Najiuliza, can I take that risk? Najikuta kumbe ni kama niko soft sana. Anyway, uko naambia kwamba your son is 10. Yes. Saizi my son is 10 lakini sijioni nikichukua hiyo. Bado unamwona mtoto. Tofauti na ambapo wewe at 10 watu walikuwa wanakuona. Exactly. Wewe ni mkubwa. Lakini unajua sidhani kama ni issue yetu sana. Ni issue kwamba okay, this is an informed point of view. Don't take it. Yaani usichukue moja kwa moja. I think watu tunaishi sana sasa hivi. Okay. Japokuwa watu kusema zamani walikuwa wanaishi sana. Si ndio? Lakini hapana. Watu zamani walikuwa na yani life expectancy inaongezeka. Yes. Sababu ya advancement ya madawa na nini. We can make a human live longer. Kwa hiyo at our age, Mwalimu Nyerere alikuwa kiongozi wa nchi at 33, 35 sijui. Yes. Si ndio? There's no way today tunaweza tukampa kiongozi wa nchi at 35. By the way, labda apindue nchi. 29 nadhani. Yeah. So 30 anakuwa president mara ya kwanza. Exactly. So the tendency ya jamii nzima ilikuwa inamuona mtu at 30s
ni mtu mzima mkubwa. Yes, mtu mzima. Yes. Sasa hivi at 30s tunaona bado ndo kama unaanza maisha because you're dependent. Achana dependent mwingine hata kama anafanya vitu vyake bado tunaona kama bado kijana ndo unaanza maisha, si ndio? Lakini nchi imejengwa na watu wakiwa in their 30s. Yes, at 30s. Yes. So iye ina transfer kwenda mpaka huko chini, tunaanza kuona 10 years old. Zamani 10 years walikuwa ni laborers. Yes. Wanafanya kazi kwenye viwanda. Yes. Of course ni child labor. So vizuri. Yes. Lakini they did work. Sisi huku at 10 anafuliwa nguo, anafanya hivi. How do you unadhani babako yuko proud na wewe kiasi gani? In a scale of 1 to 10. 1 to 10. Maybe 11. Yani sijawahi kuona kama namdisappoint so far. Let me reverse the question. Baba alikuwa anataka uwe nani? Baba yangu alikuwa na wish uje kuwa nani? Mama yangu alikuwa anaishi nje kuwa doctor. Sasa the good thing bana, baba yangu hakuwahi kufunguka mimi anataka niwe nani. Siku zote alikuwa ananisikiliza mimi. Na nilitakiwa kurithi kazi ya ujeshi. Yani mimi niwe mwanajeshi. Lakini nikaja nikakata kamba jioni kabisa. Ingine ambalo naweza nikawa kama nilimdisappoint, sijawahi kuwa footballer. Yani mimi nilicheza football kule chini, alafu wakati inaanza pale professionalism mimi nikawa naiacha nikaenda kucheza basketball. Kwa mimi mpaka namaliza form 6 kwa mfano nilikuwa mwana michezo bora but wa basketball. So it was kind happy ni mwana michezo bora but ingekuwa wa football angefurahi zaidi. Angekuwa anasema damu yangu. Manane kama mimi. Na mpaka kesho yani ananiambiaga ni wapeleke wajukuu wake wakacheze football. Uzuri nyumbani pia tulipata kijana mmoja ambaye alicheza football mpaka ngazi za taifa, ile Copa Coca-Cola na nini. Hiyo ni kitu ambayo ilimfarijisha sana mzee. Lakini ni mtu ambaye kwenye michezo ni football, kwenye kazi alitamani ningeweza kuwa mwanajeshi, maana yeye alikuwa ananiambia ni wewe ukiingia jeshini utafanikiwa sana na nini. Hiyo physique, hiyo discipline nimesha kujenga na nini vitu kama hivyo. Lakini ikaja happen sasa nimekuwa mfanya biashara. Na here we are. Yes. Yeah, okay, ni kitu ambacho kitatokea wote kama wazazi. Sometimes una wish mtoto kwa hivi, lakini ni mwanadamu. Yes. Ana mipango yake, ana interest zake. Anakuja anapick kitu ambacho wewe hauja. Ukikubali unafurahia maisha, ila ukikataa unabaki unazeka huyu bwana angekuwa hivi ingefaa sana, lakini ndo imetokea. Thank you Dickson. Nadhani tumemwelewa mzee Mwakinunu kidogo na jinsi gani wewe umekuwa inspired na yeye kiasi kwamba unasema kama wote mkikaa kimya kama mnatenda tu ni kama mapacha. Exactly. That's a good thing and I hope watu wengi pia watakuwa wame relate na kuna watu ambao wana relate na hiyo. Yes. One last thing. Kwa yule ambaye unahisi anataka mwanae aje amuone ambavyo wewe unamwona baba yako, unadhani baba yako alipatia wapi mpaka wewe unamwangalia baba yako kwa jinsi unavyomwona? Baba yangu yani kwa maana ya kwamba sisi ambao baba wa sasa hivi tufanye nini ili watoto wetu wakikaa hapa atuongelee kama ambavyo wewe umeongelea baba yako? Presence naweza kusema. Yani mimi every day nikiwa nyumbani
almost every day nilikuwa namuona mzee. Mzee nilikuwa simuoni pale tu anapokuwa amesafiri. Lakini haijawahi kutokea kwamba mzee yuko Dar es Salaam, nipo nyumbani, alafu hatujaonana the whole day. Mzee wangu alikuwa akinipenda kwa kunionesha na kwa kuwepo. Yani mimi nakumbuka kwenda hospitali na baba, sijui kufanya nini. One last thing ambayo alishawahi kuniambia na alishawahi kuifanya mbele ya watu. Baba alishawahi kuniona siku moja nimeshika sigara. Nikiwa mdogo, yani nadhani nilikuwa niko darasa la 2. Nimeshika sigara, akaniita, "Wewe, hiyo sigara vipi?" Nikamwambia, "Hii sigara nimetumwa na baba mdogo fulani." Na huyo baba mdogo sio kwamba ni mdogo wake baba. Wakati tunakuwa enzi zetu zile, yes, mtu anamuita babako kaka na nini hivyo. Akaniuliza, "Fulani hebu twende." So mimi na baba tukaongozana mpaka kwa yule jamaa. Kufika pale akaniuliza, "Wewe bwana, wewe ndio umemtuma Diki sigara?" Akamwambia, yes bro." Akamwambia, "Sasa sikia. Kuanzia leo iwe mwanzo na mwisho kumtuma Diki sigara au pombe." Na akanigeukia akasema, "Diki mwanangu, hakuna mtu atakutuma sigara au pombe, na akikutuma mwambie baba amenikataza." So mimi wakati nakuwa, kwa hiyo ikawa yani leo hii naweza kupata wageni nyumbani, yani nikimwona hata mwanangu ameenda kuchukua bia hivi anamletea mgeni, yani kuna ile feeling, yani naona no, hii ifanywe na mtu mzima, yani unajua. Yes. Kwa hiyo kuna ile namna, lakini kikubwa hasa show up to your kids. Be there. Hiyo tu inaweza ikatibu vitu vingine vyote. Yani wewe mchape, fanya nini, lakini as long as you're there for him or her, umemaliza maisha. Thank you. You're welcome.